Mfano, ukifunga siku ya Jumanne na Jumatano, umeelewana? Hakuna dalili wala hakuna sunna ya kufunga Jumanne na Jumangapi na Jumatano, lakini inaruhusiwa mtu afunge Jumanne na Jumatano. Na ukifunga Jumanne na Jumatano unapata thawabu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hiyo funga inaitwa saumu tatawwu'i, funga ya kuvolunteer, kujitolea wewe mwenyewe ukafunga. Tunafahamiana ndugu zangu? Kwa hiyo ili Muislamu aweze kutambua kwamba yeye anafunga Ramadhani, inafaa ajue hii Ramadhani ina ndugu zake ambao wanaisindikiza. Sawa? Ni moja miongoni mwa matatizo kwa Muislamu ambaye anaswali salati ya dhuhuri lakini hajui kwamba kuna kablia dhuhuri na baadia. Ni bora usiswali kablia na baadia lakini unajua kwamba ipo, kuliko wewe ni Muislamu miaka inaenda na inarudi, wewe unajua kuna salati dhuhuri lakini haujui kablia na baadia. Kwa sababu gani? Kwa sababu siku ya Kiyama ibada ambazo ni za faradhi zitaletwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zihesabiwe. Hizo za faradhi zikionekana ziko sawa, ibada za sunna zinabebwa na za faradhi. Ikiwa ibada za faradhi ambazo umeswali au umefunga au umetekeleza zitaonekana ziko na dosari, zitachukuliwa zile za sunna zije kufika, zije kujaza mapengo. Umenifahamu Waislamu? Hizo ibada za sunna zije kuziba mapengo. Sasa mtu ambaye hana meno huwa anazibiwa mapengo? Yaani mtu hajawahi kuwa na meno ya kang'o huwa anazibiwa mapengo? Sisi tunajua ni kwamba ni mtu ambaye ashakuwa na meno, alafu yale meno yakang'oka bahati mbaya au kwa sababu yote, huyo ndiye ambaye anaenda kutafuta jino, ima liwe la silva, liwe la chuma, liwe la gold, liwe la plastiki, ndiye anaenda kuziba. Lakini mtu ambaye hajawahi kuwa na meno, haya anatafuta meno ya nini? Haitafuti. Ni mfano na ibada za faradhi na za sunna. Kwa hiyo ikiwa ibada zako za faradhi zitaonekana zina upungufu, ndio zile ibada za sunna zinaletwa zinaziba yale mapengo, ndio thawabu zako ziende vyema. Islam tumeona Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama ilivyofaradhishwa somo kwa waliokuwa kabla yenu. Sababu nini? Kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala atupe habari za watu ambao wamefaradhishwa kufunga kabla yetu? Ni kwa sababu mwanadamu wakati akiamrishwa jambo mara ya kwanza, ukiamrishwa jambo kwa mara ya kwanza, huwa unageuka kuangalia kando, unaangalia kushoto na kulia. Kwa nini unageuka? Kwa sababu unajiuliza swali, ikiwa mimi ndiye nimeamrishwa hili jambo ni mara ya kwanza, hivi nitaliweza kweli? Ndio maana mnaona kumewekwa kitu kinaitwa Guinness World Record, au kuna watu ambao wamebreak record. Kwa sababu gani? Kwa sababu wamefanya jambo ambalo hakuna ambao washalifanya kabla yao. Kwa nini wakaweka kwenye vitabu wakasomwa? Ni kwa sababu kitu ambacho wamekifanya hakijawahi fanywa kabla yao. Jambo ambalo linaweza kusababisha wewe ukasita kufanya jambo ikiwa ni mara ya kwanza umeamrishwa ulifanye. Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya kutuamrisha somo akatuambia, nyinyi si wa kwanza, nyinyi ummati Muhammad si wa kwanza kuamrishwa kufunga. Kuna watu wameishi kabla yenu wameamrishwa wafunge na hakuna rekodi kwamba wamekufa au wameponda au wamekuwa wagonjwa. Kwa hiyo na nyinyi ummati Muhammad kufunga mnaweza. Waislamu mnifahamu? Yaani si wa kwanza kuambia kufunga kwa sababu kwani sisi ndio wa kwanza. Na nitawapa mfano mnielewe vizuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ameenda katika safari ya Isra na Mi'raj, akapanda mpaka kafika kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, akapewa swala 50. Alipopewa swala 50, akirudi anafika katika mbingu ya 6 hapo, mara anakutana pamoja na Musa alayhi salam.
Sawa? Musa alayhi salam anamuuliza, madha amaraka rabbuka, Allah amekuamrisha nini? Akasema, iftarada ala ummati 50 salat, amefaradisha kwa umma wangu swala 50. Musa anamwambia mtume, innahum lan yuqiquha, hawataziweza swala 50, hawataziweza. Lakad jarabtu bani Israil, mimi nimeishi kwa bani Israili na hawakuweza kufanya ibada. Umma wangu ndio waweze swala 50. Hiyo dhuhuri yenyewe inatoa jasho. Yaani rakaa ya pili ya dhuhuri kuna mtu anaangalia saa, rakaa ya pili ya dhuhuri. Ili aweze kupima rukuu yako na sijida yako imerefuka kiasi gani. Unaona sasa dakika 3 ni rakaa ya kwanza. Ina maana hizo mpaka rakaa ya 4 hizo tayari ni dakika 18. Yaani mtu anakupigia mahesabu. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia sisi umma Muhammad, kama kutiba ala alladhina min qablikum, na niwape mfano wa kawaida. Huu mfano nimewapa ni dalili ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa swala 50, Musa akamwambia haziwezi, akarudi kwa Allah mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mpaka mara 9. Mpaka mara 9 Mtume sallallahu alaihi wasallam akapa hapa zinapunguzwa 5. Sasa kwenye 50 ukipunguza mara 9 zinabaki ngapi? Zinabaki 5. Kwa hiyo nenda zinapunguzwa mpaka zikafika 35, 25, 20, 15, 10 mpaka zikabaki 5 salawat. Kwa hiyo hii inaitwa tajriba. Ukiwa umefungua kampuni yako hapa Mtwapa, alafu uko na branch ambayo inapatikana maeneo ya Voi, wafanyakazi wako ambao wanafanya kazi hapa Mtwapa ukawafanyia transfer, kwambia nyinyi mtaenda kufanya kazi Voi. Tumeelewana? Kitu cha kwanza wanashtuka. Maisha Mtwapa wamezoea. Raha ya Mtwapa yote mnaijua. Sasa mtu unampeleka Voi atakuta bosi. Voi tutaiweza? Voi ni ngumu sana. Lakini angalia kitu kimoja ambacho bosi akimwambia utamuelewa. Atakwambia sikia nikwambie. Unamuona Said, afwan leo ndio ndio Said. Sawa? Leo niko na Said. Unamuona Said miezi 3 ambayo imepita nilimpeleka wapi? Voi. Na amepiga kazi miezi 3 na amerudi last week. Hebu mtazame alipo amekonda. Aje mgonjwa asi mgonjwa. Na wewe pia utaweza. Uislamu unalifahamu? Hiyo ndio maana kutiba alaikum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Wewe na nyinyi msione mtakufa. Waliokuwa kabla yenu wamefunga hawakufa, hawakushikwa na homa wala hawakukonda na somo yao ikaenda vizuri. Wewe na nyinyi mtafanya na nyinyi mtaweza. Hiyo ndio maana kama kutiba ala alladhina min qablikum. Kisha mwisho fungu la 4 na mwisho Allah akasema la'allakum tattaqun, ili muweze kupata ucha Mungu. Waislamu nani ambaye hataki ucha Mungu? Yaani kwa lugha nyepesi, nani ambaye hataki ucha Mungu? Nani ambaye hataki kusifiwa ni mcha Mungu? Yaani ukitaka kujua kumcha Mungu ni kitu muhimu sana. Hata walevi pia huhimizana kumcha Mungu. Yaani mfano walevi wakigombana kwenye ile tembo, kwenye pombe lao, alafu mmoja akaja alafu akampokonya ile tembo, anaweza kumsema kumcha Allah. Wewe mcha Allah, sila Mungu, chapa dhulma hiyo. Na ni tembo tena akamtishia kwa Allah. Haina neno usijali bwana. Wewe si mwenye yuko Allah. Allah atanilipia. Allah anakulipia kwenye tembo. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila mmoja anatafuta ucha Mungu, hata ambaye hana. Yaani ukitaka kujua ucha Mungu ni kitu muhimu, hata ukienda kwa mganga, umefahamiana? Ukienda kwa mganga alafu anakupatia dawa, inamaanisha mganga simaanishi daktari, inamaanisha mchawi, inamaanisha mganga wa tunguri. Ukienda kwake alafu anakupatia dawa, alafu ukamshukuru, ukamwambia jazakallahu khairan. Anaweza kujua kwamba waiyaka kwa sababu anajua kwamba Allah anafaa usike kwenye kazi yake hiyo.
utamsifu na imani. Acha nikwambie kitu kimoja. Unajua mimi nimezunguka kwa waganga wengi, lakini hakuna mganga mwenye huruma na imani kama wewe. Na kama kweli, lakini ndio mganga pekee ambaye yuko na imani. Kwa sababu gani? Hakuna mtu ambaye anachukia ucha Mungu. Kwa hiyo kama hakuna mtu anachukia ucha Mungu, ndio maana Allah akatuamrisha tufunge ili tuwe na ucha Mungu. La'allakum tattaqun. Sasa katika ile la'allakum tattaqun, maulama wakatuambia kuna matumizi mawili ya lugha. Ikiwa Allah mwenyewe ndiye ambaye amesema la'allakum tattaqun, ina maana hii la'alla ni ya uhakika, sio huenda. Tumefahamiana? Sio huenda mtakuwa cha Mungu. Ukifunga kikweli inatufaa ufunge, unakuwa mcha Mungu. Lakini kwetu sisi binadamu, kwa nini la'alla inabaki ni huenda? Kwa sababu saumu zetu tunasikiwa. Somo umepita sehemu, unaona kalimati zimewekwa kwenye sahani, ushati tamani. Pita sehemu umeingia supermarket, unaona kuna zile keki zimekaa hivi na mafuta. Yaani unakuta somo umeshaisahau. Pita sehemu umeona mwanamke anavuka barabara, ukaamua ufunge naye, alafu na wewe urudi. Tena iwezekana ukavuka na yeye kwa imani, yaani umelifanya kwa imani. Mufti, unajua barabara za mzunguko ni mbaya, magari yana adabu. Acha nikuvushe barabara Ramadhani hii. Kuvusha barabara alafu na wewe ukarudi. Sasa kwa sababu imani zetu na saumu zetu zina mtihani, neno la'allakum tattaqun linaweza kubaki katika maana ya kuenda. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunakumbwa na challenge nyingi katika saumu zetu, lakini kwa Allah la'alla ambayo imetoka kwa Allah ina maana mkifunga kama ambavyo Allah amekuamrisheni mfunge, mtakuwa wacha Mungu. Na ule muda ambao nilikuwa nakusudia katika darasa hili, naona alhamdulillah umefika. Zimebaki dakika kama 4. Kama kuna mtu ana swali aulize, ili ikifika saa 8 na dakika 3 darasa letu kuisha. Kama kuna mwenye swali kwenye maneno ambayo nimezungumza, anaweza